Wakati bunge likielekea kuvunja shughuli zake mwezi huu tarehe 27 mwaka 2025, tunapata fursa nzuri ya kuweza kuzungumza na madamu wangu kipenzi hapa, niko naye ndani ya studio, lakini ataweza kuelezea kiufupi zaidi, kwanza jina lake, anatokea wapi na nafasi yake anaitwa nani. Karibu sana kwa majina yako. Kwa majina naitwa Loveness Yusuf Sarungi. Kitaaluma mimi ni mwalimu kwa level ya shahada daraja la 3C. Ni mwalimu wa shule sekondari Kigongoi iliyopo tarafa ya Maramba, wilaya ya Mkinga, mkoa wa Tanga. Ni mzaliwa wa Tanga ama umefanya kuja? Mimi ni mzaliwa wa Mwanza, lakini Tanga kwa sasa nina miaka 3, kwa maana kwamba nimeajiriwa hapa Tanga. Ndio ajira yangu ya kwanza kabisa, nikapangiwa mkoa wa Tanga, wilaya ya Mkinga. Kwa hiyo nimeshakuwa mkazi wa Tanga. Asante sana. Ni kabila gani? Kikabila mimi ni Mjaruo. Okay. Na Wajaruo wako mkoa gani? Wajaruo kiasilia ni watu wa mkoa wa Mara, wilaya ya Rorya. Asante Madam Loveness. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa kuwachagua wabunge, kuwachagua madiwani, lakini pia mpaka uchaguzi kuu wa kumchagua rais atakayekuja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapozungumzia bunge ni nini zaidi labda? Bunge ni muhimili, kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mihimili mitatu, kwa maana ya serikali, bunge na mahakama. Kwa bunge ni muhimili ambao unajitegemea, na kazi zake kuu ni kutunga sheria, kujadili budget, kuisimamia serikali na kuishauri serikali. Umesema uko Mkinga? Niko wilaya ya Mkinga. Kwa nafasi yako pale umesema ni? Mimi ni mwalimu wa Kigongoi sekondari, lakini katika kwenye chama mimi ni mjumbe wa baraza kuu la vijana, kwa maana ya kwamba umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya Mkinga, lakini pia ninakuwa pia mjumbe wa mkutano mkuu wa umoja wa vijana, kwa maana ya UVCC, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya Mkinga. Wakati tukielekea tarehe 28 mwezi huu wa 6 mwaka 2025, niko naye dada yangu huyu Madam Loveness ambaye ameweza kujitambulisha majina yake na nafasi yake. Atueleze tarehe 28 mwezi huu ana kipi zaidi kwa wakazi wa Mkinga, kwa wakazi wa mkoa wa Tanga kwa ujumla. Nikaribishe sana. Nina jambo langu tarehe 28 kwa taarifa ambayo ipo kwenye chama chetu cha Mapinduzi ni kwamba tarehe 28 mwezi huu wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 kutakuwa kuna uchukuaji wa fomu kuanzia level ya udiwani, ubunge hivyo. Kwa maana hiyo sasa mimi nimejipambanua, nimekaa nikajitafakari, nikaona ninaweza kuchukua fomu ya kugombea ubunge viti maalum kupitia jumuiya ya vijana, kuwakilisha vijana wa mkoa wa Tanga kama mbunge wao viti maalum vijana. Nimejipambanua, nimeona ninaweza kuwakilisha vijana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nikasema niweze kusema hili jambo langu. Asante. Kilio chako hasa kikubwa kwa vijana ni kipi zaidi ambacho umeweza kukiona kwa vijana mkoa wa Tanga? Kilio chako kikubwa ni kipi zaidi kwa vijana mkoa wa Tanga? Kwa research ambayo nimefanya kwa miaka yote hii ambayo nimekuwa katika mkoa wa Tanga, kilio cha vijana wa mkoa wa Tanga, kwanza kuna ukosefu wa ajira, kuna ukosefu wa mitaji, lakini pia baadhi ya vijana wa Tanga wanakuwa wanakosa ubunifu. Na mimi kwa kuanzia katika wilaya yangu ile ya Mkinga bado ninafanya kazi, nilifanikiwa kama katibu wa hamasa. Mimi ni katibu wa hamasa umoja wa vijana wa kata ya Kigongoi Mashariki. Nilifanikiwa kuita watu wa benki, kwa maana ya wataalamu wa fedha, ili nikawakusanya vijana wa kata yangu, nikawakusanya wote, nikapiga mbiu, vijana wakakusanyika, nikaita watu wa kibenki ambao wana ujuzi wa masuala ya fedha. Vijana wakaweza kupewa elimu ya kifedha, kwa sababu vijana wanakuwa kule, vijana wengi wanafanya kazi za uchimbaji. Kwa wameweza kujiajiri kupitia uchimbaji wa madini, lakini wakipata zile fedha zinaishia wanaishia tukunywa pombe. Nikaona kwa nini hii nguvu kazi ya taifa ipotee. Kwa hiyo nikaita watu wa benki, nikawapiga mbiu, vijana wakakusanyika, wakaweza kupewa elimu ya kutumia fedha, maana walikuwa hawana akaunti za benki.
Hela akipata yote milioni 2, milioni 3 yote inaisha ndani ya siku 3. Kwa nilivyoita watu wale wa benki wakawafungulia akaunti za kibenki, wakawafundisha namna ya kutumia hela, namna ya kuhifadhi hela. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine nimeweza kutatua. Nikaona pia ninaweza nikagombea ubunge kwa lengo la mazumuni kuendelea kuhamasisha vijana katika kujiajiri, lakini pia waweze kutumia fedha vizuri, kwa sababu kuna vijana kweli wameajiriwa lakini hawajui namna ya kutumia fedha. Kwa hiyo nikaona ninaweza nikaomba kura kwa kupitia jumuiya yangu ya vijana ili niweze nikawakilishe vijana sasa bungeni. Kwa maana kwa system yetu sisi ya Tanzania ni demokrasia ambayo unakuwa na wawakilishi. Ina maana mimi nikienda pale nawakilisha vijana sio wa Tanga tu, licha ya kuwa nimepitia tiketi ya Tanga, nchi nzima. Kilio chao ni ajira, kilio chao ni mitaji, kilio chao ni ubunifu. Kwa sababu kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali, kuishauri serikali, kujadili budget. Ukiangalia bunge budget za wizara mbalimbali zinajadiliwa. Lakini pia ilani ya chama chetu inasema kwamba lengo kuu ilani ya chama ni kukuza uchumi na kuimarisha ustawi wa wananchi. Lakini pia kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini. Kwa hiyo nikajipambanua ninaweza kwenda bungeni kama mwakilishi wa vijana, nikasimamia hivi vitu viweze kutekelezeka. Kwa hiyo ninaomba tu wajumbe wanipe ushirikiano. Asante. Baadhi ya viongozi katika kipindi hiki ama kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi wamekuwa baadhi yao ni wanatekeleza katika ahadi zile ambazo wanazokuwa wanaahidi wananchi, lakini wapo baadhi ya viongozi huwa watekelezi kila ambacho wanakuwa wanakisema. Labda nirudi kwa Madam Loveness, hiki kinachotajwa hapa kiko sahihi kwako ama kitakuja kuwa kinyume chake? Hapana, kwa kweli mimi ni mtekelezaji kabisa. Nitatekeleza, nitaenda kusimamia, maana kazi ya mbunge ni kusimamia serikali na kuishauri. Tayari ilani ya chama chetu cha Mapinduzi imeshatoka. Ni ilani nzuri, ina lengo la kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Lengo kuu ni kukuza uchumi na kuimarisha ustawi wa wananchi. Umeona? Kwa hiyo mimi ninaenda kuishauri serikali na kusimamia hii ilani iweze kukamilika. Kwa sababu ni ilani iko vizuri kabisa. Kwa hiyo ninaomba wanipe nafasi ili nikasimamie. Kwa sababu kazi yangu mimi ni kusimamia na kuishauri serikali. Lakini pia bunge linatunga sheria. Tutapokuwa tunatunga sheria, miswada ya sheria inaletwa pale, kila wizara inaleta miswada. Mwisho wa siku lazima tuishauri lengo na mazumuni vijana uchumi wao ukue na uweze kustawi. Umeona? Asante. Kuna mikakati labda mingine na mipango na malengo zaidi mbali na hiki ambacho umeweza kukizungumzia hapa kwa vijana? Malengo yangu mimi, kwanza lengo la kwanza kabisa vijana wakue kiuchumi. Nilikuwa nina hayo malengo, lakini nashukuru Mungu tena hayo malengo tena ilani ilivyoweza kuzinduliwa hapa juzi kwenye mkutano mkuu ambao ulifanyika Dodoma. Tena yale malengo ambayo nilikuwa nao mimi kwamba ninagombea ubunge, lengo na mazumuni nikaishauri serikali kuweza kuwasaidia vijana wapate ajira, lakini pia iwawezeshe vijana kujiajiri, waweze kustawi na uchumi wao ukue. Nashukuru Mungu yale malengo yangu ambayo nimeyapanga ndio hayo yamewekwa kwenye ilani ya chama. Ina maana ilani ya chama ni ile ambayo rais atakaposhinda ataenda kufanya nini? Kutekeleza. Lakini sisi wabunge tupo kufanya nini? Kusimamia. Kwa nashukuru Mungu malengo yangu yameenda sawa sawa na nini? Na ilani ya chama. Una wito gani sasa kwa vijana? Wito gani kwa wananchi wa mkoa wa Tanga? Wito wangu kwa vijana na kwa wananchi waniamini. Waniamini, wawe na imani na mimi, kwa sababu tarehe 28 nimejipanga kwenda kuchukua fomu na fomu za jumuiya ya vijana kutokana na mapendekezo ambayo yalitolewa na halmashauri kuu ya chama kwamba fomu tutachukua kwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa mkoa. Kwa hiyo nimejipanga kwenda kuchukua fomu, lakini lengo na mazumuni ni kama nilivyoweza kueleza, kukuza uchumi wa vijana na kufanya vijana waweze kustawi na kupata ajira na waweze kujitegemea, kwa sababu vijana ni nguvu kazi ya taifa, ni kiinua mgongo cha taifa. Kwa hiyo wawe na imani na mimi, nitasimamia, nitatekeleza, na mimi ni mtu wa watu na ni mwalimu. Mwalimu ni mtu ambaye anaishi na watu. Tunafundisha wanafunzi wa sekondari wa tabia mbalimbali. Kwa hiyo ninaweza kuishi na watu wa kila namna. Na pia nimeweza kupiga mbiu huko napokaa, nikapiga mbiu, vijana wakakusanyika, nikaita watu wa kibenki, nikaweza kuwashauri vijana namna ya kuhifadhi fedha. Kwa sababu vijana wengi ile wilaya Mkinga walikuwa hawana kadi, hawana benki, hawana akaunti za kibenki. Lakini nikawashauri namna, nikaita wataalamu wa kifedha. Kwa hiyo ninaweza pia kushauri vijana kwa sababu mwalimu ni mshauri. Kama nilivyokwisha kusema, ninawaomba vijana wa Tanzania na vijana kupitia umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wawe na imani na mimi,
kwa sababu pia nina historia ya uongozi. Nimesoma chuo kikuu cha St. John kipo Dodoma. Katika kusoma pale mwaka 2020 mpaka 2021 nilikuwa mkurugenzi wa kampeni wa mgombea urais, na aliweza kushinda, na alikuwa ni mwana UVCCM mwenzetu. Nikasimama kama mkurugenzi wake wa kampeni, nikasimamia kampeni kwa yule mgombea urais wa 2020-2021 katika chuo kikuu cha St. John, akashinda urais. Na baada ya pale nikawa naibu waziri wa michezo, utamaduni na burudani wa chuo kikuu cha St. John. Niliweza kufanya mambo mengi sana. Niliweza kuwakusanya vijana kwa pamoja, niliweza kuhamasisha vijana katika kufanya mambo yaliyo mazuri. Kwa hiyo mimi nina uzoefu wa uongozi. Nimeanza uongozi kuanzia nikiwa primary, nimeenda secondary mpaka nikafika chuo. Kwa hiyo nimefanya kazi na vijana, najua kwa sababu mwenyewe ni kijana, najua changamoto za vijana na najua kuishi na vijana. Kwa hiyo ninaomba wajumbe wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi waniamini, wawe na imani na mimi. Ni mwadilifu na pia napokea ushauri. Mimi ni hayo tu. Leo hii tulikuwa tumepata nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza na Madam Loveness kuhusiana na moja kati ya mikakati yake na malengo yake kwa vijana endapo atakapoweza kuchukua fomu na kuwania nafasi yake. Kipi zaidi ambacho anatarajia kuwafanyia vijana wa Tanga ama vijana wa mkoa wa Tanga kwa ujumla zaidi. Mengi zaidi utaweza kuyapata kupitia Fiber Brothers Media. Mimi naitwa Nasir. Nimshukuru sana Madam Loveness kwa kila ambacho ameweza kukizungumza. Nasi pia tumwambie vyema zaidi kwa Mwenyezi Mungu katika safari yake, maana kila safari ina uzuri wake na kila safari ina ugumu wake.